Haleluya. Karibu sana. Nataka leo nikupe tafsiri ya ndoto ukiota unatembea peku ina maana gani. Lakini pia ukiota umepoteza viatu vyako, okay? Na wengine wanatembea na viatu ambavyo vimeharibika. Lazima ujue kwamba viatu ni alama ya utayari, okay? Ni alama ya nini? Ya utayari. Na kama alama ya utayari wako ukiharibiwa, maana yake hatima yako imeharibiwa, destiny yako imeharibiwa, safari yako ya maisha ya hapa duniani kuna namna imeharibiwa. Maana yake inaweza ikawa alama ya kuibiwa nyota yako, inaweza ikawa alama ya kuharibiwa, adui kukuzuia, kuweka zuio usifike kule ambako unatakiwa kupita. Kwa sababu mtu aliyeibiwa hatima, aliyeibiwa nyota, maana yake kaharibiwa hatima yake. Hawezi kufika kule ambako anaenda. Sio kama umenielewa, mtoto wa Mungu. Kwa hiyo lazima tufahamu hili jambo, lazima tujue, na itatusaidia sana. Okay? Sasa unafanyeje sasa baada ya kuwa umeota hiyo ndoto? Lazima uingie kwenye maombi. Remember Filipi 4:6 inaweka wazi, kwenye mambo yote ambayo tunapitia, jawabu ni maombi. Tafadhali watoto wa Mungu. Kwa lazima tujue namna ya kuomba. Ndio maana kuna semina huku Roho Mtakatifu aliniambia nifundishe, inaitwa nguvu ya maombi. Ukisikiliza sehemu ya kwanza hadi ya 21 uwezo kawa the same. Kuna mabadiliko makubwa sana. Okay, sasa nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mwanao huyu. Ninaomba rehema kwa ajili ya uovu, dhambi na makosa ya aina yoyote. Umsamehe Bwana. Hata ule uovu wa kupatilizwa umrehemu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ninatakasa miguu yake kwa damu ya Yesu Kristo, mikono napitisha damu ya Yesu Kristo. Chochote kilichofunga hatua zake, utayari wake, katika jina la Yesu kimwachie. Kimwachie sasa. Achia utayari wake, achia hatua zake, achia hatima yake. Chochote mlichoiba kama alama ya kupoteza viatu vyake, rudisha kwa jina la Yesu. Iwe ni ndoa yake, iwe ni chochote mlichoiba, katika jina la Yesu Kristo rudisha sasa. Rudisha, na achilia moto na damu Yesu, na kuamuru ewe nguvu ya giza, achia viatu, achia hatua zake, achia utayari wake, achia ndoa yake, achia chochote ulichoiba, chochote hatima yake, achia hatima kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kuwa unahisi kama miguu inawasha na mikono. Radiko paradia mahando robo shaka paradia rika paradia, na ngoa kila mapando ya adui na kata hiyo minyororo kwenye miguu kwa jina la Yesu. Mwacha awe huru sasa, mwacha awe huru, mwacha awe huru, mwacha awe huru, mwacha awe huru kwa jina la Yesu. Mwacha awe huru kwa jina la Yesu, mwacha awe huru kwa jina la Yesu, mwacha awe huru kwa jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ninamtakasa, amefunguliwa, ni mzima, she is healed, he is healed katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Amen.